Ipo hivi. Unahusika na kifo cha Patricia, ukishirikiana na mfanyakazi wake wa ndani, na nina ushahidi wote wa mpaka siku nampa sumu. Usishtuke, ila hatima ya wewe kuwa salama au kufungwa ipo mikononi mwangu. Cha kufanya kwa sasa, naomba nipatie simu yako nikupatie namba yangu kwa ajili ya maongezi zaidi. Hivi, unahisi ili mwanamke aonekane bora kwa mwanaume wake mpaka kufikia kuitwa mke, ni kipi hasa mwanamke anapaswa kuwa nacho? Kila mwanaume ana kipaumbele chake. Kwa hiyo siwezi kuwa na jibu la moja kwa moja. Unachokipenda wewe si kila mmoja anaweza kukipenda. Kwa ninachokipenda mimi na KP ni tofauti. Sasa hapo KP amehusika vipi kwenye haya mazungumzo? Wewe umedai kwamba kila mwanaume ana kipaumbele chake. Huenda kipaumbele changu mimi na KP ni tofauti. Ni nini haswa shabaha yako kwenye hili? Unajua Wanda, kama utaamini sana kwenye kitu kuliko utu, basi utasumbuliwa na mapenzi. Na mwisho wa siku utakuja kukumbuka wakati muda wako umeisha. Utaendelea tu kulewa wanaume. Ukumisha kuwa mshangazi. Hivi unadhani ningekuwa naamini kwenye hilo mpaka sasa ningekuwa na wewe? Yaani kwa akili yako unaona upo na mimi? Yaani upo na mimi wakati uko na mwanaume mwingine? Hivi Wanda, mapenzi unaona ni sehemu ya mchezo tu Lakini mimi nipo na KP kwa sababu ya kukusaidia wewe kutimiza ndoto zako. Na huo ndo upendo nilionao juu yako. Upendo? Yaani upendo wa kukubali kutumika kwa ajili ya kutimiza ndoto zangu? Haya, ukishamaliza kutumika mwisho wa siku inakuaje? Kwa hiyo ni kipi kwako ni bora zaidi kwa sasa? Kuna mambo muhimu mawili upaswa kuyafanya kwa sasa. Yapi hayo? Na kwa nini? Kwanza kutoka au kuzurura. Na pili, kufanya mawasiliano na mtu yeyote ambaye sio ndugu yako. Lakini itakuwa beta zaidi kama utabadilisha pia namba yako au line yako. Kuna haja gani ya kubadili line ikiwa maelekezo ya awali ni njia sahihi? Maelezo gani ambayo unayazungumzia? Kuto kuwasiliana na mtu yeyote ambaye sio ndugu yangu. Kuna haja ya kubadili line? Ndio, ipo. Mara nyingi polisi wanapotaka kumpata mtu kiwepesi, basi wanaweza kumtrack kupitia namba yake ya simu. Lakini sina polisi ambaye ana namba yangu. Vipi kama wakianza kukushuku na kuomba namba kwa mabosi zako?
Wao wanasema sababu ni nini hasa ya kumshikilia Lamie? Ni kwamba anahusika na kifo cha Patricia au sijakuelewa vizuri? Hapana. Ila Lamie ndo aliwatafuta yule mfanyakazi. Sasa walipomuuliza anapatikana wapi, akadai hajui. Hivyo muonekana kuna jambo alikuwa nao na yule dada. Sasa kama anadai hajui, yeye alimtoa wapi? Mimi nilikaa naye na nikamhoji kuhusu hilo pia. Ila anadai alimpata mtandaoni baada ya kuposti anataka mdada wa kazi. Yaani kamtoa mdada wa kazi mtandaoni na ajui ametokea wapi, alafu akampeleka kwa watu. Ndivyo alivyofanya. Na hii imekuwa kawaida sana. Siku hizi kumekuwa na madalali wengi sana. Wanatafuta watu hawajui familia wala koo zao. Hii kesi imeshakuwa ngumu kuliko tulivyoichukulia. Hilo nimeshaliona mdogo wangu. Sasa tunafanyaje? Ngoja nitaonana na yule ambaye ameshikilia hiyo kesi. Lakini pia itabidi nionane na Kakoso kwanza. Kazi yako nimemaliza. Naomba kuna taarifa zake zote. Kwa unaweza kuendelea na kile ulichokuwa unakihitaji. Vizuri sana. Hapa hakuna ulichobakisha. Ila samani kwanza. Kuna kitu nahisi nimekikosea sana. Na hiyo yote kwa sababu nahisi niliweka tamaa mbele. Kwa nini? Na ni kitu kipi hicho? Kuifanya kazi yako bila kujua dhamira yako. Kitu ambacho kama ulikuwa na nia kwenda kufanya kosa la jinai, basi ingenihusu na mimi. Kwa hilo ondoa shaka. Na pia jambo lenye limeshafeli. Sina budi kukwambia. Umefeli? Umefeli vipi wakati kazi ulionipa nimeifanya kwa wakati? Kipi umefeli sasa? KP alikuwa anatembea na mwanamke wangu Patricia. Mbaya zaidi kwa sasa ameshafariki. Lakini pia Patricia alikuwa na mwanaume mwingine tofauti na KP. Ina maana wewe ulikuwa na mahusiano na Patricia? Ya. Ipo hivyo. Asante kwa juisi. Kwa hiyo baby, umeona juisi tu ndio inapaswa kupewa asante? Ndo kinywaji pekee nilichokipata kwa sasa, kwani kuna kingine? Mimi nimekuambia karibu, jisikie huru. Hapa ni kwako kama kule kwako. Asante pia kwa ukaribisho. Sasa hicho ndio ulichokuwa umesahau. Sasa mimi nataka nikuulize swali. Karibu. Kwani ulimwambia Kipala juu ya kile nilichokuambia kuhusu mpango wake kutaka kurudiana na Patricia? Ndio, nilimwambia. Yaani ulimwambia. Sasa mimi atanionaje? Mimi ni mwanaume. Alafu mimi ni mtu mzima. Siwezi kumwambia eti 1, 2, 3 Mishi amesema. Siwezi kupeleka direct speech kiasi hicho. Lakini nilimwambia kwa mafumbo sana na ni ngumu kung'amua. Basi itakuwa alishtukia. Maana kaja kanilaumu sana.
kahisi mimi nimetoa siri juu ya mpango wake. Kwa hiyo kamjibuje? Mimi sijamjibu chochote kwa sababu sijajua nyinyi mliongea nini. Achana naye. Sawa. Lakini usiku wa leo utalala hapa. Na nataka uniambie kabisa chakula gani unataka kula, ili nikuandalie mapema kwa sababu leo ni siku nzuri sana kwangu. Kipindi tukio linatokea mpaka kaka yako kumchukua marehemu na kumpeleka hospitali, wewe ulikuwa wapi? Nilikuwa chuo. Okay. Na kwa kawaida huwa unaishi chuo au huwa unaishi hapa nyumbani? Huwa naishi chuo. Hapo waga nakuja mara nyingi siku za jioni. Sasa ni nani ambaye alikupa taarifa kiasi cha kupelekea wewe kuharibu utaratibu wako wa kurudi weekend ukaja nyumbani kabla ya weekend? Ni kaka Koso mwenyewe. Alinipigia simu na kunipa taarifa wakati alipokuwa anampeleka hospitali. Sawa. Huyu marehemu ifi yako alikuwa na shoga au rafiki wa karibu? Na kwa kipindi cha mwisho cha uhai wake, hebu niambie, ni nani alikuwa rafiki wa Patricia? Na siku za mwisho za uhai wake uliwahi kushuhudia au kuona dalili zozote za ugomvi au kutokuwa na maelewano baina yake na kaka yako? Hapana, sikuwahi kusikia akiwa na ugomvi. Maana hata hivyo Patricia ana muda mrefu toka hamia hapa. Sawa. Sasa katika muda huo mfupi ambao alikuwepo hapa, kuna rafiki yoyote ambaye amewahi kuja mara kwa mara au hata mara chache ambaye alikuwa na ukaribu naye? Ndiyo, huwa anakuja. Na anayemfahamu zaidi ni kaka Koso mwenyewe. Kifo cha Patricia, nahisi kuna mpango wa mtu kando. Na wewe ndio rafiki wa karibu sana na Patricia. Kuna lolote unaweza kuniambia? Lolote kuhusu kifo chake kiukweli sifahamu. Maana hata mimi mwenyewe nilipata taarifa za kushtukiza. Ni nani alikuwa mtu wa kwanza kukupa taarifa juu ya kifo chake? Ni Koso mwenyewe ndo aliyenipigia simu akiwa naye hospitali. Ulishawahi kusikia kuwa Patricia alikuwa na mgogoro na mtu yoyote yule? Hapana. Sijawahi kuona wala yeye kuniambia. Kuna uchunguzi nimefanya na kubaini baadhi ya mambo ambayo yanamhusu Patricia. Ni yapi? Kuna wanaume wawili ambao wanasadikika kuwa alikuwa anatembea na Patricia, ambaye ni KP na Brown. Una lolote la kuniambia kuhusu hao watu? Mambo vipi? Safi, vipi? Ni nani wewe?
Ni mwanaume wangu. Amekuoa? Hapana, hajanioa ila naishi naye. Kuwa makini sana ndugu yangu. Hata siku moja hakuna mtu anayelipa kwa kutunza siri. Itakula kwako. Unataka kuniambia baada ya kumpa nilichompa na kiasi cha pesa alichokitaka, anaweza baadaye kanigeuka? Why not? Kwa mwanzo anaweza kujifanya kwamba umemalizana. Ila baada ya hapo, akipata shida lazima arudi. Nifanye nini sasa mimi Melissa? Maana naona sielewi kabisa. Yaani nilipofanikiwa kumwambia sasa atoke hapa na aende kijijini kwao, nilijua nimeshamaliza mchezo wote. Kwani huyo jamaa kwa maelezo yake alifahamu vipi mpango wako? Au kuna siri kwa nini? Kwa maelezo yake yeye alinisikia mimi kati nampa maelekezo Soso. Sasa sijui ni kweli au la. Sasa sikiliza. Anachokifanya ni umafia. Na wewe hapo ni kumfanyia umafia tu. Kivipi? Mpange siku nyingine mkutane. Alafu nitakupa mpango nini cha kufanya. Yule ni nani? Na kwa nini aje mpaka nyumbani kwako? Ni kaka yake na Patricia. Mimi sidhani kama kuna kosa yeye kuja kuonana na mimi baada ya kusema na shida mimi. Kaka yake Patricia? Ndiyo. Sasa kulikuwa na haja gani ya kukaa naye hapo nje na kuzungumza naye? Huoni kama analeta picha mbaya? Picha mbaya? Kivipi? Kwa hiyo mimi kila nitakapokuwa nimesimama na mwanaume naongea naye, basi kwako wewe itajenga picha mbaya. Sawa. Samahani kama utakuwa umefikiria vibaya. Hivi kati ya wewe na Patricia ni nani ana mahusiano na KP? Kuendelea kulia hakutakusaidia lolote. Hapo unatakiwa kusema ukweli. Na hiyo ndio sehemu pekee itakuacha huru. Kwa nini ulimwekea sumu Patricia? Sio mimi niliyemuua. Ila mimi nilikuwa mfanyakazi tu ndani. Kama ni hivyo, kwa nini ulikimbia nyumbani baada ya tukio? Kipi kilikufanya ukimbie? Hapana, sikukimbia. Kaka yangu alikuwa anaumwa. Nikawa nimeenda kumuona. Ulimwaga bosi wako? Au hata kumpa taarifa kama unatoka? Ndio nilimwaga. Maana nilimwacha sebleni akiwa anaangalia TV. Nani mwingine alikuja siku hiyo nyumbani kwake? Hakuna mtu aliyekuja. Labda kama alikuja baada ya mimi kutoka. Sasa kwa kuwa hutaki kusema ukweli, hii kesi inakuhusu moja kwa moja. Kwa maana unaonekana ulitumwa ila unaficha siri. Kesho asubuhi utakuwa mahakamani. Utafungwa kifungo cha maisha. Lakini mimi nilitumwa tu. Na sikujua kama ni sumu. Naomba mnisamehe. Ni nani alikutuma? Na alikwambia nini? Shami ndio aliniambia nikafanya kazi pale. Kisha baadaye kuna kazi aliniambia atanipa. Ndio akanipa ile dawa. Na kudai
nimwekee Patricia kwenye chakula au kwenye maji. Ile sikujua kama ni sumu. Maana utatengeneza vita kubwa sana. Kwa sababu kila nikiangalia Sengo ni mtu ambaye anapenda sana shari. Metalaula shita Muleka Muzinda Timbala Masimba Sengo. Simba Sengo, Simba Lama Simba Sengo, Simba. Naitwa Simba Lama Simba Sengo, mzee wa Mishanyento. Huwa sichekagi na mbuzi maji kama wewe. Hamza